Na Kelvin, sasa nigeukie kwa upande wako pia. Baada ya mchezo wa kwanza kumalizika kwa upande wa klabu ya soka Young Africans, moja kati ya kauli ambazo zimezua mjadala mkubwa sana ni kauli ya Mudathir Yahya Abbas, ambaye yeye alizungumza alipokuwa akifanywa mahojiano na waandishi wa habari kwamba akaweka wazi kwamba yeye hakuwa sehemu ya mpango wa mchezo, hakuwa kwenye sehemu ya mipango ya mwalimu, lakini kilichotokea ni rais wa club Engineer Hersi Said ambaye ndio alimwambia nenda kacheze, nenda kapambane, naamini ukiwa wewe ndani ya uwanja tutapata matokeo chanya. Hii ikaleta vitu kadha ambavyo mimi kwangu nilifikiria. Moja, ni dhahiri Engineer Hersi Said ni mtu wa mpira na anajua vizuri timu yake, na ndio maana alijua kwamba the missing piece kwenye kikosi chake ni kitu gani, kitu ambacho kilienda kuwalipa. Hiyo ni moja. Lakini kitu cha pili ambacho kinaleta kwa kasi pia ni kwamba kama kuna mwalimu, ina maana dhahiri alikuwa hajamuona huyu mchezaji kwa sababu alikuwa anajiuguza. Haja train kwa kiwango kikubwa kile ikiwa na timu kumuona huku na, si ndio? Kwa maana kwamba bado alikuwa hajawa sawa. Ni dhahiri kwamba mwalimu kwa maana kwamba Pedro Gonçalves alikuwa hajamuona kwa kiwango hicho, lakini amepata nafasi ya kwenda kucheza. Tuzungumze kwenye swala zima la weledi. Nani anachagua timu inapangwa vipi, nguvu ya mwalimu iko wapi kwenye mazingira haya? Tunaiona nguvu ya mwalimu ama pengine tunarudi kwenye system ile ambayo tulikuwa tumeizoea nyuma, kwamba kuna uwezekano mkubwa walimu ama makocha wetu hawapati uwanda mpana wa kuamua nini ambacho anapaswa kwenda kufanya kwenye michezo. Nafikiri Musa Mkwaju pamoja na mimi mwenyewe sijajua kwa ndugu yangu Ngoso, kwa namna moja ama nyingine tumekuwa na uhakika na hichi kitu, tumekuwa tukipata hizo hisia za kwamba hao makocha bado wanaendelea kufanyiwa vikosi. Kwa sababu hicho ambacho umekisema kinao uwezekano wa asilimia ambazo haziwezi kuzidi 50 wala 40 kwamba ni kweli kilichotokea. Lakini pia labda niliweke sawa hili. Kwenye timu ya mpira wa miguu kuna wachezaji ambao ni fan favorite, yani wachezaji ambao wanapendwa na mashabiki. Alafu kunaye mchezaji mmoja ambaye anaweza kuwa ni kipenzi cha kiongozi mmoja ndani ya timu. Na hii inatokana na ule mchango wa mchezaji mwenyewe ndani ya uwanja. Sio tu kwa sababu ni mapenzi ambayo yametokana na kiongozi kwa mchezaji ama shabiki kwa mchezaji, lakini subiri nikueleze jambo kinachotokea hapo ni kwamba Mudathir Yahya si mchezaji ambaye anaweza kuwa ni tishio ndani ya kikosi cha kwanza cha Yanga. Huo ni ukweli. Si mchezaji ambaye anaweza ukamwona kwenye timu unasema huyu ni mchezaji ambaye ataniua chini yangu muda so mrefu, dakika ya kwanza, dakika 15, dakika 20. Lakini Mudathir, ile spirit yake kupambana uwanjani, anavyoivaa ile jezi ya Dar es Salaam Young Africans na ile nembo ikakaa kwenye moyo wake, maana yake anacheza kwa ajili ya Yanga, sio kwa ajili yake yeye. Moja kwa moja lazima awe ni kipenzi cha moja hapo kati ya kiongozi wa timu au mashabiki. Bahati nzuri kwa Mudathir, mashabiki wanampenda na viongozi pia wanampenda. Na hii imetokana na yeye mwenyewe namna ambavyo ameiheshimu Dar es Salaam Young Africans. Simba na Betway together as one.